ukanipenda, nilimuita Yesu akanitaja. Moyo uliovunjika amefanya Bwana, naimba, nimeokoka kweli. Nilitoka gizani, nuru ikanipata, nilimuita Yesu akanitaja. Moyo uliovunjika amefanya Bwana, naimba, nimeokoka kweli. Nimeokoka, nimeokoka, sasa ni msafi kwa damu ya Mwana. Nimeokoka, nimeokoka, sasa ni msafi kwa Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Popote ulipo katika bara lolote, katika nchi yoyote, mikoa mbalimbali katika nchi ya Tanzania, langu jina ni rafiki yako na mchungaji au Bishop Emmanuel Edward Sindwije, mwangalizi wa makanisa ya Ngome ya Makimbilio duniani. Ninakukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Hakuna gumu kwa Mungu. Nini unachokipitia? Ni kipindi cha neno la Mungu na maombi. Karibu tujifunze. Kabla tujajifunza, tuombe kwa pamoja. Baba, ninakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa sababu ya msikilizaji huyu uliyempa neema, uliyempa kibali cha kuwepo tena pamoja na sisi katika majira haya na kuwepo pamoja na mimi. Roho Mtakatifu, karibu, jeshi lako la malaika likatawale. Mpe usikivu na uelewa mzuri katika kila hatua kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, amen. Ndugu msikilizaji, leo tutajifunza siri 5 za kufungua milango ya neema na kibali rohoni. Siri 5 za kufungua milango ya neema na kibali rohoni. Katika maisha ya mwanadamu kuna watu wanafanya kazi kidogo lakini wanafanikiwa. Wanapata nafasi bila kupambana. Milango inafunguka kiurahisi katika maisha. Hii si bahati, lakini hii ni kazi ya neema na kibali cha Mungu. Lakini kuna mtu mwingine anahangaika, ana haso sana kupata kazi, ana haso sana kufanikiwa. Lakini pia kuna watu ambao wana neema, lakini kuna watu wamekosa neema. Tangu wameanza kupambana hawana neema. Walikuwa wanapendwa na kufunguliwa milango, lakini neema haipo, milango imefungwa. Kitabu kile cha Mhubiri 9:11, sura ile 9, kwa hiyo tuisome haraka mstari ule wa 11. Biblia inasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindanao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala sio wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata watu wote. Wakati na bahati wapata watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kitu kizuri zaidi, kitu cha zaidi ya juhudi ambacho ni neema. Bahati iko kwenye nyota. Bahati ipo kwenye nyota na neema. Kwa neema na kibali maana yake ni nini? Neema, kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8, kwa neema mliokolewa. Neema ni uwezesho wa kiungu. Neema ni uwezesho wa kiungu. Neema ni upendeleo wa Mungu usiostahiliwa. Upendeleo wa Mungu usiostahiliwa. Nguvu ya Mungu inayokusaidia kufanikiwa. Neema hufanya mambo magumu kuwa mepesi. Mtu kuinuliwa bila kustahili, maana yake hukustahili, lakini ni neema, ni nguvu ya Mungu inayobeba maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kitu cha msingi na cha maana na cha muhimu ni neema na kibali cha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Zaburi ile, kibali ni nini? Zaburi ile mstari ule wa Zaburi sura 5 mstari 12, utamvika kibali kama ngao. Kibali ni kupendwa na Mungu na wanadamu, kukubalika kila unachokifanya
kukubalika bila kupingwa. Kibali humfanya mtu asaidiwe hata na watu ambao hakuwadhania. Lakini pia kibali hufanya watu wakusaidie bila sababu, milango ifunguke kirahisi. Kibali ni mvuto wa kiroho unaokuvutia baraka, unaokuletea baraka au unaokuvutia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kuona kuna mtu tu sio muombaji sana, lakini ana neema. Mtu mwingine ni mtoaji wa sadaka tu, lakini ana neema na ana kibali, anakubalika kwa kile anachofanya. Haijawahi kuona kazini umekaa miaka mingi, lakini anakuja tu kijana, anakuja mtu amefanya application ya kazi, ghafla unaondolewa wewe, anapewa nafasi mwingine. Kwa hiyo unajiuliza una mikosi gani? Kuna watu wana kibali, na kibali huwa kinatamiwa na kinatunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaanza kujiuliza, mbona wengine wanapandishwa mshahara lakini mimi maisha yangu yanakuwa ni maisha yasiyoeleweka? Au kama maisha yangu yanakuwa yapo tu? Naanza kujiuliza maisha yako wewe nini itakuwaje na maisha yanakuwaje? Lakini leo nitakufundisha dalili za mtu aliyepoteza neema na kibali. Moja, dalili za mtu aliyepoteza neema na kibali. Milango inaanza kufungwa. Ufunuo 3:7. Afunguaye wala hakuna afungaye. Zamani ilikuwa rahisi, sasa ni ngumu. Zamani ulikuwa na neema, milango yako ilikuwa iko wazi, milango ya baraka, milango ya uchumi, biashara, kazi. Yaani ulikuwa na kibali kwa milango iko wazi. Lakini ukishaanza kuona mambo yanastaki, mambo hayaendi, mambo yanakwama, jua kabisa hapo kuna vitu umepoteza. Lakini dalili nyingine ni kuchukiwa bila sababu. Zaburi ya 69:4. Wanichukia bure. Wako wanaokuchukia bure. Watu wanabadilika ghafla dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuta tu mtu ulikuwa ni rafiki yako, alikuwa ni ndugu yako na kubadilikia. Sasa unajiuliza kwa nini maisha yangu yako hivi? Sababu ni nini? Kwa sababu unakuta katika maisha yako sababu ni kukosa kibali na neema. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 3, juhudi nyingi bila matokeo. Hagai 1:6. Mnalipwa mshahara na kuweka kwenye mifuko iliyotoboka. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya sana biashara, unafanya sana juhudi na mafanikio, lakini upati matokeo mazuri. Unajiuliza nini shida? Changamoto ni nini? Kuna mtu anapokea mshahara lakini hajui mshahara uko wapi, hajui mshahara unaishia wapi, maisha yake yanakuaje, hali yake inakuaje, nabaki anajiuliza maswali, haelewi. Kwa kupoteza, namba 4 ni kupoteza kwa fursa. Namba 4, kupotea kwa fursa. Waefeso 5:16. Mkiniomba, tusoma maandiko vizuri, tuisome kitabu cha Waefeso sura ile ya 5:16. Biblia inazungumza hapo 5:16. Biblia inasema mkiniomba wakati, kwa maana zamani hizi mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi zinakupatia zinakupita. Nafasi zinakupita bila sababu, mpaka unajiuliza maswali. Namba 5, kushuka kiroho. Mathayo 24:12. Upendo wengi utapoa, maombi yanapungua, hamu ya Mungu inapotea. Lakini namba 6, kumbuka hizi dalili za mtu aliyepoteza kibali na neema. Namba 6, kuishi katika kujitetea kila wakati. Hakuna anayekuamini kirahisi, unajitetea. Yaani unaishi maisha kujitetea, hakuna anayekuamini hata mmoja, unajitetea tu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 7, mzunguko wa kukwama, maisha ya songi mbele. Hizi dalili kuwa neema na kibali vimepungua au umefungwa. Jina la Bwana litusaidie sana. Siri 5 za kufungua milango ya neema na kibali. Ulikuwa na kibali lakini sasa hakipo. Ulikuwa na neema lakini sasa haipo. Baada ya dalili hizi 6, hizi dalili 7, baada ya dalili hizi 7, mambo sasa uelewi. Twende tukaangalie siri 5 za kufungua. 1,
Rudi kwa Mungu kwa toba ya kweli. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu utajinyenyekesha na kuomba. Nyenyekea, tafute Bwana. Dhambi hufungua mlango wa adui kukutawala, lakini dhambi hufunga neema. Toba hufungua baraka na neema. Rudi kwa Mungu kwa toba. Jua mahali ulipoangukia, jua mahali ulipokwamia. Neema huanza na moyo safi. Mwambie Mungu, nilikwama hapa. Yesu, nilikwama hapa. Kuwa muwazi. Usiishi kwa wokovu wa mchungaji, usiishi kwa wokovu wa kanisa, ishi kwa wokovu binafsi, kwa sababu utakufa mwenyewe, utazikwa peke yako. Kila mmoja atatoa habari zake mwenyewe. Amua kuishi. Usizoee kuombewa tu na kila mtu. Wengi leo wamepoteza neema na kwa sababu ya kila mtu. Huyo mtu unayemwombea ndani yake na roho, haujui roho inamtesa, hujui. Namba 2, ishi maisha ya unyenyekevu. Yakobo 4:6. Mungu huwapa neema wanyenyekevu. Kiburi huondoa neema. Ishi maisha ya unyenyekevu. Yakobo 4:6. Kiburi huondoa neema. Unyenyekevu huvuta kibali. Jishushe mbele za Mungu. Jenga maisha ya maombi na ushirika na Mungu. Kutoka 33:14. Jenga maisha ya maombi na ushirika na Mungu. Amen. Kutoka 33:14. Uso wa Mungu utaenda pamoja nawe. Uwepo wa Mungu huleta kibali. Ukiwa na Mungu na kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Mungu na kila kitu. Lakini namba 4, toa na ishi katika kanuni ya upandaji. Sadaka. Luka 6:38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kutoa hufungua mbingu, kuleta kibali cha kifedha na cha kiroho. Wengi wanapenda maombi, wanapenda kufunga, lakini hawapendi kutoa. Wanatoa kwa kujihurumia. Lakini angalia unachompa Mungu anastahili. Je, Mungu wangu anastahili kupewa hiki? Katika sadaka Mungu anaangalia vitu vitatu. Na katika sadaka ina jinsia. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anakitazama katika eneo la sadaka, ambacho ukifahamu leo, Mungu anaangalia ubora, kiasi na moyo. Wewe umetoa sadaka za kuongo, unataka baraka. Baraka inatoka wapi? Umefanya zina, umepewa sadaka. Unapofanya zina alafu baada ya kufanya zina ukapewa hela, ile ni sadaka. Sasa ile sadaka unayopewa maana yake unahalalisha ile madhabahu, kama tulivyojifunza somo lililopita kwa habari ya walinzi wa malango katika ulimwengu wa roho. Dhambi yoyote ambayo unaifanya huwa inampa nguvu yule pepo anayekushawishi kuendelea kuifanya. Kwa inakuwa ni sugu. Kwa jifunze katika eneo la kutoa. Anayetoa ndiye anayebarikiwa, anayepokea barikiwi. Kwa siri ya kubarikiwa ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa ni kama umepanda mbegu, lazima ioze alafu ndipo iote. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kutoa sadaka kuna ukimya. Matokeo hawezi kutokea siku hiyo hiyo unapotoa sadaka. Matokeo huja baadaye kwa uvumilivu na utulivu. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 5, ishi katika haki na uaminifu. Zaburi ya 84:11. Hawanyimi mema wale waendao kwa unyofu. Uaminifu huvuta kibali, haki hulinda neema. Mungu huinua watu waaminifu hata katika hilo dogo. Kama wewe unaweza kuiba zaka, ukachukua zaka ukaiba, unafikiri nini kinachotokea? Mtu anaishi maisha wizi. Katika hiyo zaka yenyewe ambayo unaiba ni 5,000. Nataka Mungu akubariki na kubarikiji. Zaburi ya 35. Neema yake hudumu maisha yote. Neema inaweza kupotea lakini pia kurejeshwa. Mungu anaweza kurudishia neema yako. Amen. Ulipoteza kazi, ulinyang'anywa nafasi kazini, lakini Mungu ana uwezo wa kukurudisha. Mungu anaweza kukurudisha. Mungu anaweza kukuinua tena, kibali kikarejea, mafuta ya Roho Mtakatifu kukusaidia. Ndio maana nataka tuombe ili Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kwenye paji la uso. Sema, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako
Asante kwa ajili ya neno hili. Nimepata maarifa na nimeelewa kwa hatua ya kwamba na kuhitaji wewe. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Ninatubu dhambi zangu zote. Nirudishie neema na kibali chako. Fungua milango yangu iliyofungwa. Nipe kibali mbele zako na mbele za wanadamu. Kuanzia leo maisha yangu yabadilike katika jina la Yesu. Kuanzia leo maisha yangu yabadilike. Kila kizuizi na kila dhambi iliyopelekea neema yangu ikaondoka na kibali kikaondoka, ninatubu leo kwa jina la Yesu. Damu yako inisafishe, damu yako inishike mkono, damu yako ifute kila aina ya madai katika ulimwengu wa roho, kila madai na kila mifumo ya matamko ya uharibifu katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Kuanzia leo mimi ni mali yako Yesu, nitetee, nipiganie kwa jina la Yesu. Sema ninafungua malango yangu ya nyota na pembe zangu za nyota. Kuanzia sasa mimi sio mtu wa kawaida. Bwana umenipa neema, Bwana umenipa kibali katika jina la Yesu. Damu yako Yesu naonena mema, ikanene mema, ukanitetee, ukanipiganie, ukanishike mkono kwa namna ya kipekee. Kuanzia sasa hakuna mapepo, hakuna majini. Kila aliyetamka maneno kwenye maisha yangu kwamba sitainuka, kwamba sitafanikiwa, kila aliyeninyang'anya kibali changu, imeandikwa kwa kupigwa kwako Yesu, mimi nimepona. Kuanzia sasa ninachukua kibali changu, nachukua neema yangu. Chochote nilichopoteza katika ulimwengu wa roho ninakichukua katika jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi ni mali yako. Asante Yesu kwa kuwa kibali changu kimerejeshwa. Ngoja nikuombee katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu Bwana, uliyemrejeshea ile neema na kibali kilichopotea katika kazi yake. Wale wote waliokuwa wampigii simu, walikuwa wamtafuti, wakaanze kumtafuta sasa, wakaangaike. Wale uliowabebesha mema kwa ajili yake, uliowabebesha nafasi za fedha, nafasi za kazi, nafasi ya biashara, maana ulisema wewe Yesu utatoa watu kwa ajili yetu. Bwana, nenda sasa, wale watu ambao ni wa ukoo wake katika ulimwengu wa roho, ambao uliwaumba kwa ajili yake, hawatatulia, watapata usingizi. Maombi haya kanipe ushuhuda ya kwamba njia zimefunguka. Kila mahali alipokuwa naona giza, giza linaondoka, neema yako inarejea. Asante Yesu kwa sababu iko neema na kibali cha pekee Bwana. Katika jina la Yesu ninabomoa na kuharibu misingi yote ya tawala za giza katika jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana ukasimame pamoja naye. Kila mifumo ya uharibifu na mifumo ya giza haina nafasi tena katika maisha yake. Kuanzia sasa Bwana ukamwonekanikie, ukamthibitishe Bwana. Ninabomoa misingi yote kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana ukamthibitishe Bwana. Mkono wako wenye nguvu ukaonekane Bwana. Moto wa uamsho ukaingia ndani yake, akakata kila kamba na kata kila minyororo. Hori mashanda baraba rikara basia katika jina la Yesu, ya kata kamando katika jina la Yesu. Ninavunja mifumo, ninavunja falme za giza, ninavunja kila vizuizi, ninavunja kila roho, ninakataa kila roho, kila walichomvisha katika ulimwengu wa roho, hilo vazi la kukataliwa, hilo vazi la kuonewa, shaka na maka hede barabasia, kile kiti chake walichomnyang'anya, namrudisha tena kwenye nafasi yake ya kazi, namrudisha tena katika nafasi yake. Ile kampuni waliomfukuza kwa sababu ya masingizio, ori mashakaba rakanamando, katika jina Yesu Bwana ukadhirike, Bwana ukaonekane, ukatende mambo makuu. Baba nakushukuru kwa sababu ni mwaminifu na mwema. Umetenda mambo makuu katika familia hii na katika msikilizaji huyu. Baba nasema asante kwa sababu anao ushuhuda kupitia maombi haya, anao ushuhuda kupitia mfundisho hili. Ninakutukuza kwa sababu umetenda kwa utukufu wako katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, ninakusalimu tena katika amani ya Kristo. Mungu akubariki wewe ambao umepata neema ya kuweza kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akutunze na akufungulie neema na baraka. Unaweza kunipigia kwa ajili ya ushuhuda na kwa ajili ya sadaka kupitia namba 0789 95 05 80, 0789 95 05 80. Bwana akubariki, amen. Mafungo yamekatika,
Dhambi haina nguvu tena, mafungo yamekatika. Dhambi haina nguvu tena, maisha yangu sasa yamefunikwa neema. Sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina la